Kwa mkoa wa Singida tumeweza kuhudumia vikundi jumla 709 vyenye wanachama 15,000 na zaidi. Nikaanza kufuga vifaranga 100. Mpaka sasa ni kujengewa uwezo na kujiamini, nimeweza kufuga vifaranga mpaka 700. Kwa sisi direct tunanufaika moja kwa moja kutoka end in end. Kweli tunashukuru shirika hili la mkono kwa mkono au handi kwa handi imetusaidia. Akina mama tumefuga kuku, hatuna shida. Mimi mwanzo nilikuwa nafuga kuku kienyeji na nilikuwa napata shida sana. Walipotupatia elimu, kwa kweli nikanufaika sana na hawa kuku. Kwa kupitia shughuli hiyo ya upishi, kwa sasa tunaona kwamba kuna upungufu wa kuku katika mkoa wetu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, ama nawashukuru sana walioandaa mkutano huu. Mungu aweze kuwapa wepesi, na wakati mwingine au kwa siku nyingine tuweze kufanya mkutano mkubwa zaidi ya siku ya leo. Walipokuja mwanzoni mimi nilikuwa mfugaji mdogo, lakini kwa sasa hivi nimeshakuwa mfugaji mkubwa. Nimeajiri vijana 3 ambao wanafanya kazi kwenye mabanda yangu ya kuku. Majina naitwa Lucas Agustino Michael. Nafanya kazi na shirika la Hand in Hand kama program manager, value chain and market linkage. Sisi kama taasisi ukiachilia kazi ambayo tunaifanya ya kuelimisha jamii, kuwapa elimu za ujasiriamali pamoja na biashara, tunakuwa tunafanya pia initiatives mbalimbali za kuweza kuwatengenezea uwezo wa kuweza kutambua masoko, lakini pia kuweza kuunganisha na masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuza bidhaa zao. Na kwa siku ya leo tuko na event hii ambayo tumeita ni kama ni jukwaa ambalo linawakutanisha wadau mbalimbali ambao wanahusika katika mnyororo mzima wa thamani katika ufugaji wa kuku, ambapo kuna wafugaji ambao sisi kwetu tunanufaika, lakini pia tumewakutanisha na wanunuzi ambao wanajihusisha na kununua bidhaa za kuku, ambao ni watu ambao wanamiliki hoteli, mama ntilie. Yes, kwa hiyo tumefanya jukwaa hili kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kuweka uhusiano wa kibiashara kati ya makundi mawili. Kikubwa ambacho tunakifanya ni kuwapa elimu kama ambavyo nimesema za biashara pamoja na ujasiriamali. Lakini pia linapokuja swala zima la mnyororo wa thamani, kwa mfano kuku, tunakuwa tuna utaratibu wa kuanzisha mashamba darasa ili yatumike kama mafunzo kwa vitendo. Hatutaki kuishiria tu mtu ajifunze kwa darasani kwa maandishi. Kwa hiyo tunakuwa tunaanzisha mashamba darasa ili aweze kujifunza kwa kitendo. Then tunakuwa tunaanzisha pale, tunaweka kama tunasema mtaji anzia, vifaranga, chakula pamoja na vifaa vya kulishia, ili vitumike sasa mtu kuweza kujua kuku anatakiwa alishwe kiasi gani cha chakula, maji pamoja na madawa. Lakini pia kwenye kuanzisha mashamba ya darasa tunakuwa tuna utaratibu wa kushare gharama na hao wanufaika wetu ili tuwatengenezee ili hali ya umiliki wa kile kitu. Kwa kupitia shamba darasa hilo inakuwa ni mwanzo wa ule mradi wa kile kikundi. Then baada ya hapo wanakuwa wanaendelea wao kwenye kuongeza kuku katika mizunguko inayofuata, na mwisho wa siku basi kujikuta kila mfugaji au kila mnufaika anakuwa ameshaanzisha biashara ya ufugaji wake katika ngazi ya nyumba. Kwa hiyo inapotokea kuunganisha na masoko, ina maana kila mnufaika anakuwa na kuku wake nyumbani, then inapokuwa anapatikana mteja basi kila mmoja anakuwa anaunganisha wale kuku ambao anakuwa amewazalisha. Kwa mkoa wa Singida tumeweza kuhudumia vikundi jumla 709 vyenye wanachama 15,000 na zaidi. Kwa majina naitwa Sharifa Mohamed Mwangu, natokea kijiji cha Msungua, kata ya Sepuka, wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida. Mimi ni mnufaika wa mradi wa mkono kwa mkono au Hand in Hand Eastern Africa. Mimi nilikuwa nafuga kuku wa kienyeji. Baada ya kuja huu mradi ukatupatia mafunzo, kumbe kuna uwezekano wa kuanza kufuga kifaranga kichanga na ukakikuza na ukaweza kukiuza kwa bei nzuri na ukapata faida nzuri. Baada ya mafunzo niliuza kuku wangu wa kienyeji, nikaanza na kuku 100 ambao tulifundishwa, nikaenda kuchukua shirika la Silverland, nikaanza kufuga vifaranga 100. Mpaka sasa ni kujengewa uwezo na kujiamini, nimeweza kufuga vifaranga mpaka 700, nikajenga mabanda
Baada ya hapo nikaanzisha mradi wa kufuga ng'ombe, nikaanzisha na mradi wa kufuga kondoo, bado ni wachache sana, ni 4, lakini ndio miradi ambayo naenda nayo. Kwa majina naitwa John Van Pregod Masawe, natokea Regency Hotel kwenye kitengo cha food and beverage. Kwa upande wa kunufaika kwa mradi wa hand in hand, kwa upande wa kuku, sisi kwanza tunanufaika moja kwa moja, kwa sababu kuku tunaochukua kutoka kwa watu wa hand in hand direct wanakuwa ni kuku wenye afya, kwa sababu tunajua wamepewa elimu juu ya ufugaji, namna kuandaa kuku, kwa tunajua kabisa ni kuku ni wasafi. Na kulingana na hoteli yetu sisi tunapokea wageni aina mbalimbali, kwa wakiwepo viongozi wakubwa, kwa tunazingatia ubora wa kuku na usafi pia wa kuku. Kwa sisi direct tunanufaika moja kwa moja kutoka hand in hand. Mimi kwa jina naitwa Esther Paulino, niko wilaya ya Ikungi, kata ya Lirwa, kijiji cha Mwisi. Mimi niko kwenye kikundi, ninajishughulisha na biashara ndogo ndogo, lakini pia tulipoingia kwenye hand in hand tulifundishwa kuhusiana na ufugaji wa kuku, na nilienda kuanza mara moja nikafuga kuku wa chotara. Kwa kweli kuku wa chotara wanalipa. Nilivyowafuga ndani ya muda kidogo niliwauza nikapata hela, na kwenye biashara yangu iliniingizia kipato kwa sababu nilifuga wale wa mayai. Na mimi ni mkusanyaji wa mayai kwenye kata yangu. Nina mteja ambaye anampelekea Dar es Salaam, lakini wanazingua, ila tunahitaji kutokana na hii fursa ambayo walisha hii ya leo, tunaweza tukapata wateja wazuri tu na biashara yetu itafana. Kweli tunashukuru shirika hili la mkono kwa mkono au hand in hand imetusaidia. Akina mama tumefuga kuku, hatuna shida, tunapata kipato, watoto wanasoma, maisha yanaendelea. Kwa jina naitwa Petro Musa Kiyango kutoka wilaya ya Ikungi, kata ya Kituntu, kijiji cha Msambo. Mimi ni mnufaika wa shirika hili la hand in hand au mkono kwa mkono, kwa sababu walipokuja kwa ajili ya kutufundisha ufugaji wa kuku, mimi mwanzo nilikuwa nafuga kuku kienyeji na nilikuwa napata shida sana. Walipotupatia elimu, kwa kweli nikanufaika sana na hawa kuku chotara. Mpaka sasa nafuga kuku, nimefika hatua. Mwanzo kabisa wakati nafuga sikuwa na elimu, niliwahi kuua vifaranga wengi sana. Kutoka vifaranga 200, nimenunua vifaranga 200, lakini walikufa vifaranga 160. Nikabakiwa na vifaranga 40 tu. Lakini hili shirika lilipofika likatupatia elimu, kwa kweli mpaka sasa nafuga vifaranga hadi 500, lakini natokea vifaranga anakufa mmoja katika 500. Na kwa kweli nimenufaika sana na shirika hili, na swala la limenisaidia mpaka hata ninapofanya biashara ya kuku sipati shida, na nimeshakuwa mzoefu. Nina wateja wengi, wengine wanatoka nje ya mikoa, wanatoka Mwanza, wengine wanatoka Tanga, wengine wanatoka Mitundu, wanakuja kwangu kwa ajili ya kununua kuku. Kwa jina naitwa Godriva Josefu, jina la biashara naitwa Godriva Catering. Najishughulisha na shughuli za kupika chakula kwenye sherehe mbalimbali. Kwa kweli mimi ni mnufaika, tuseme natumia sana kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji. Na shirika hili nalishukuru kwa sababu nimekuwa na wateja wengi ambao wanafuga kuku ambao wako kwenye kiwango, wanaridhisha na ni wazuri. Kwa kupitia shughuli hiyo ya upishi, kwa sasa tunaona kwamba kuna upungufu wa kuku katika mkoa wetu. Hivyo tulikuwa tunaendelea kuwaomba wahusika hand in hand kuwaboreshea zaidi ili tuweze kupata kuku wengi kwa wakati unaostahili. Vile pia ushauri wangu ni kwamba tuwaombe wanaotoa vifaranga kutoa wale vifaranga kwa wakati na kwa awamu. Wasio wanatoa vifaranga kwa wakati mmoja. Hiyo inapelekea kwa wakati mmoja kutokuwa na kuku au kuwa na kuku wengi ambapo wakiuza hawawezi kupata faida
inayoridhisha, kwa sababu kila mteja anakuwa anataja bei yake kulingana na wingi wa kuku uliopo, na kipindi ambacho kuku wanakuwa hamna ni kwamba kwa ule muda wanakuwa wamepewa kuku wengi kwa wakati mmoja. Kwa jina naitwa Almasi Mkoko, nafanya biashara yangu eneo linaitwa Rode Ubungo. Mimi nikiwa ni mtu wa catering. Catering maana yake ni mtu wa chakula. Najishughulisha na kuchoma kuku, kutengeneza chipsi, ugali, mishkaki, aina mbalimbali ya vyakula ndio nashughulika naye. Hususan sana tunadili na biashara ya aina ya kuku. Ni shirika ambalo limetukusanya wajasiriamali mbalimbali, wauzaji wa kuku, wanunuaji wa kuku, wanunuaji wa mayai, wanunuaji wa nyama. Kwa hiyo ilikuwa tunazungumzia swala sana la biashara ya kuku, upatikanaji wake sasa hivi ulivyokuwa wa shida, na shirika hili limekuturanisha na wafugaji na wafanyabiashara, wanunuaji na wauzaji, ili tuweze kushare mawazo na tuweze kufika malengo ambaye anaweza yakamgusa kila moja na akanufaika na mkutano wa leo. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, ama nawashukuru sana walioandaa mkutano huu. Mungu aweze kuwapa wepesi, na wakati mwingine au kwa siku nyingine tuweze kufanya mkutano mkubwa zaidi ya siku ya leo. Kwa majina mimi naitwa Constantine Andrea Ntui, natoka wilaya ya Ikungi, kata ya Makiungu, kijiji cha Minyinga. Mimi ni mnufaika wa shirika la Hand in Hand. Walipokuja mwanzoni, mimi nilikuwa mfugaji mdogo, lakini kwa sasa hivi nimeshakuwa mfugaji mkubwa. Nimeajiri vijana 3 ambao wanafanya kazi kwenye mabanda yangu ya kuku, lakini pia nje na kuajiri hao vijana pia nimeanzisha miradi mingine miwili, ufugaji wa ng'ombe pamoja na ufugaji wa mbuzi, ambao nimefanikiwa pia kununua maeneo sehemu tofauti ndani ya wilaya yangu ya Ikungi. Hivyo basi nimenufaika na mradi hivyo, na kwa usafiri wangu kadogo pia kwa ajili ya kuzungukia miradi yangu ambayo ni pikipiki. Lakini pia kwenye changamoto ya kuku wengine ambao wanazalishwa nje na kuku wa kienyeji kwenye upande wetu wa Singida, au kuku wa kienyeji bado wana thamani kubwa tofauti na hawa wa chotara, kwa sababu wao mayai au origin yao kabisa ya chakula inaweza kawa ni tuseme hawa kuku wa kienyeji wenyewe wana nyama tamu kuliko hao wengine, japo wenyewe pia wana changamoto ya kutokua haraka kama chotara. Hivyo bidhaa yake haiwezi kubadilika eti kupungua kwa sababu ya hawa ambao wanazalishwa sasa hivi kutokana na utandawazi uliopo. Tunaamini kuku wa kienyeji Singida wataendelea kuwepo na hawa chotara wataendelea kuwepo kutokana na wingi wa soko ambao linapatikana Singida kwenye mkoa wetu.